sala muhimu kwa ajili ya wanafunzi. Tupo katika kipindi hiki, ni kipindi cha mitihani. Wanafunzi wengi wa vyuo vikuu wanaanza mitihani yao Jumatatu ijayo, wataenda kufanya mitihani mpaka mwezi wa 7 wote. Wanafunzi wengine wanafanya presentation sehemu mbalimbali. Wanafunzi wengine pia wanajiandaa pia wa diploma wao wanafanya mitihani. Wanafunzi wengine pia wa form 4 wanajiandaa na mitihani ya moko, na baadaye watafanya mitihani ya taifa. Kwa hiyo ni kipindi cha mitihani hiki, ni kipindi cha mitihani. Basi mpendwa mwanafunzi, katika kipindi hiki cha mitihani, hii sala ni ya kwako. Sala muhimu kwa ajili ya itakayotumiwa na mwanafunzi ili kuomba Mwenyezi Mungu amsaidie katika kufaulu mitihani yake. Mpendwa mwanafunzi yote, uwe wa chuo, uwe wa sekondari, uwe mwanafunzi gani, maadamu wewe ni mwanafunzi unategemea kufanya mitihani, zingatia sala ifuatayo. Unapokuwa unafanya prepo, unajisomea, wakati wa prepo unapojisomea, basi kabla ya kwanza kujisomea utafanya hivi: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Halafu utasali: Mungu Mwenyezi wa mbinguni, Mungu Roho Mtakatifu, naomba ufungue ufahamu wangu, fungua akili yangu ili sasa niweze kusoma vizuri. Nipatie kumbukumbu vizuri, fungua akili yangu, nitakachokisoma niweze kukielewa, nikasome kwa utulivu. Mungu Mwenyezi wa mbinguni, ikikupendeza, naomba unioneshe nikasome sehemu zote nilizojifunza, na zile sehemu ambazo zitatoka katika mtihani, nisaidie Mungu mwema, nisiziache kuzisoma. Baada ya hapo utasali: Roho Mtakatifu, nisaidie nisome vizuri na nikumbuke ninachosoma. Tatamka mara 5: Roho Mtakatifu, naomba unisaidie nisome vizuri na nikumbuke nitakachosoma. Roho Mtakatifu, naomba nisaidie nisome vizuri na nikumbuke kile ninachokisoma. Roho Mtakatifu, naomba nisaidie nisome na nikumbuke kile nitakachokisoma. Baada ya hapo utasali Baba yetu mara 3, Salamu Maria mara 3, atukuzwe mara 3. Then sasa anza kusoma. Unasoma, ukishamaliza kusoma, baada ya hapo sasa funga daftari lako, unasema: Mungu Mwenyezi, nakushukuru nimesoma vizuri, naomba nikumbuke nilichokisoma hiki. Unapofika sasa wakati wa mitihani, upo katika chumba cha mtihani, muda mwingine walimu pale wana panic na nini, pens down is nini, don't touch anything. Wewe tulia, funga macho, sali kimoyomoyo: Mungu Roho Mtakatifu, nimeingia sasa katika kipindi cha mitihani, nipo humo katika chumba cha mitihani, na kuomba Mungu Mwenyezi, Roho Mtakatifu, nipatie kumbukumbu, nikakumbuke yote niliyojifunza. Naomba nisaidie nikakumbuke yote niliyojifunza. Naomba nipatie busara na hekima ya kujibu maswali vizuri kulingana na mwalimu alivyouliza. Nisaidie nipate nidhamu, nijibu mtihani wangu vizuri kwa busara, na niweze kujibu maswali kadiri nilivyoulizwa na niweze kujibu vizuri. Mungu Roho Mtakatifu, naomba niondolee hofu yote, niondolee uoga, niweze kukabili mtihani vizuri na niweze kufaulu kulingana na mapenzi yako wewe, si ninavyotaka mimi. Bikira Maria, Malkia wa waamini, uniombee. Mtakatifu Teresa wa Avila, uniombee. Mtakatifu Yohane wa Msalaba, uniombee. Baada ya hapo utasali Baba yetu mara 3, Salamu Maria mara 3, atukuzwe mara 3. Baada hapo anza kufanya mtihani. Fanya mtihani wako kwa utulivu kabisa, bila mapepe, bila vurugu. Fanya kwa utulivu. Angalizo: usidokolezee. Umesikia wewe? Usidokolezee kwenye mtihani, usipige chabo. Unapopiga chabo kwenye mtihani inakuwa tatizo, unakuwa umeharibu dawa. Fanya mtihani katika kweli na haki, usidokolezee wala kupiga chabo.
Kama hujaelewa, kama maswali hayasomeki, muulize msimamizi naye atakusaidia. Tena mwanafunzi, nakutakia mchana mwema, nakutakia masomo mema, nakutakia prepo njema, na nakutakia mtihani mwema. Bwana awe nanyi, akubariki Mungu Mwenyezi, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.